Why God reveals himself? The answer is, it is because God is intentional. Amen. Kwa nini Mungu huwa anajidhihirisha kwetu? Ni kwa sababu Mungu anakuanga na makusudi. God does not do things for the sake. Amen. Mungu tu afanyangi mambo kwa kubahatisha ama kwa sababu labda ana pastime ama labda for by the way. Wanadamu wanaweza wakafanya vitu kwa by the way na mtu anakuambia by the way ilikuwa tu ni by the way. Anaweza kukuambia kitu na usahau hiyo ilikuwa tu by the way. Amen. Mtu anaweza kukufanyia kitu anakuambia pole, ilikuanga bakosa, ilikuanga by the way. But God does not make mistakes. God does things with an intention and a purpose. That is one of the reasons why God reveals himself. Amen. Mungu hafanyangi vitu tu for the sake of. No. Mungu hajawahi kufanya vitu bila, yani he does not just do things to waste time. It's because God, everything God does has a purpose for it. If it is creating the world, Biblia inatuambia reason ya kuumba dunia in the book of Revelation. For everything have I created for my own pleasure to give me glory. That is one of the reasons why God was motivated to create. Purpose of creation was the motivation of creation was purpose, and the purpose was to glorify God. Amen. Now, that shows that our God is intentional, not just in everything that he does, but also in revealing himself to our lives. Akona sababu sio tu kwa kujidhihirisha kwa maisha yetu, kwa kuumba na kufanya mambo yote, pia akona intention ya kujifunua kwetu. Akona intention nzuri. Kwa sababu gani? Amekuja kwa maisha yetu. Akona intention nzuri kwa maisha yetu, na kila kitu pia anakifanyaga katika maisha yetu ni kwa sababu akona intention nzuri. Amen. Hata kuokoka kwako sio makosa. Amen. Hata Mungu kukubariki sio makosa. Mungu kukuweka uhai hajakosea, hajafanya mistake, kwa sababu Mungu anakuanga na intention kwa kila jambo. Amen. Now, let us go to the text. The Bible speaks of Jesus. I want you to notice kitu kimoja nataka uelewe na maisha ya Yesu Kristo. Hakuna kitu Yesu alifanya on earth haikuwa imeandikwa. Everything, literally everything Jesus did on earth. Kila kitu, mpaka hiyo kupitia katika well, mpaka hiyo yenye alikuja kuongelesha wa mwanamke Msamaria, it was prophesied by Jacob. I think we need to be good students of the Bible. Amen. Kila kitu Yesu alifanya, it is recorded in the Old Testament. Sijui kama unakumbuka kuna mahali mwanamke aliletwa akiwa the adulterous woman, aliletwa kwa Yesu, alafu Yesu akainamia chini akaanza kuandika. Even that kuinamia chini, Yesu alienda chini akaanza kuandika. It is recorded in the book of Jeremiah. Everything Jesus did from the time of his birth up to the time of his death and resurrection, it was recorded in the Bible. That's why God does things with intention. Kila kitu Yesu alifanya, kuanzia unabii wa Yesu kuzaliwa, akazaliwa, hata vile alizaliwa katika mahaga ilikuwa imetabiriwa na nabii Isaya. Yani, it shows how God is so planned. Afanyangi vitu tu for the sake. It shows how God is so intentional that he doesn't just allow things to happen. Amen. It's because I literally, this thing is so amazing. Yesu kila kitu alifanya. Kuzaliwa, unabii wake kuzaliwa na mwanamke ambaye ni Bikira Maria. Kila kitu Yesu alifanya, kuzaliwa, kuhubiri, kulelewa, ilikuwa imetabiriwa na nabii Isaya. Ilikuwa imetabiriwa na manabii wengine wote katika Old Testament. Hata kila kitu Yesu alikuwa anafanya, kuhubiri, kila kitu alikuwa anahubiri, everything was recorded.
Nilishtuka sana kukuta hata hiyo statement Yesu alinama chini kuandika. Hata chenye alikuwa anaandika wakati walimletea yule mwanamke mwenye alikuwa ametenda dhambi. I saw it and I saw this amazing. It's in the book of Jeremiah. Alinama chini, what he was writing alikuwa anaandika majina yao. Unajua Biblia in the New Testament ituambia alikuwa anaandika nini, but Jeremiah tells us he was writing their names. Na alipoanza kuandika, the Bible says in Jeremiah, he wrote their names on the hearth. Wakamwacha ule mwanamke na wakaenda. It is recorded. God is so amazing. Let me tell you, God did not make a mistake kwa nini ulizaliwa. He had an intention for your life. I came to urge you today. Mungu alikuwa na sababu. Mbona wewe ukazaliwa na sio watu wengine wote? Mbona wewe ukawa mzima na hujakufa? Ni kwa sababu Bwana ako na mpango mwema juu ya maisha yako. Amen. Ni kwa sababu Bwana ako na mpango mwema juu ya maisha yako. Sasa turudi katika text. Kila kitu Mungu anaruhusingi kifanyike anakuanga na sababu. Sasa Yesu hapa Kristo alikuwa anarudi Judea. Lakini sasa Biblia ya King James inasema, hii nimesoma ni NIV, ilikuwa ni lazima. King James inasema ilikuwa ni lazima Yesu apitie Samaria. Maana ilikuwa imetabiriwa. Na kwa lazima, kwa sababu lazima angetimiza unabii, ilikuwa ni lazima apite hapo. Hata kama akuwe anataka ama hataki. Reason being, people are moved by spirits. Either Holy Spirit or spirits, evil spirits. Amen. I have said life is spiritual so many times. I think here and everywhere I preach, life is spiritual. Nimesema maisha ni spiritual. Na leo nataka ukuwe very careful to observe your life. Usiishi tu for the sake, just be very observant with your life, personal life, family, everything. Be very observant. Uta notice life is spiritual. From today, just be very observant. You will know why I'm saying this. Amen. So ilikuwa imetabiriwa in the Old Testament. Ilikuwa Yesu lazima apitie. Ni venye tu hatuna time nyingi ya kwenda kuperuse scriptures, but just be a good Bible student. You'll notice everything is written. Amen. In the Bible. So Yesu ilikuwa imetabiriwa lazima angepita, na Biblia ya Kizungu ya King James inasema ilikuwa ni lazima angepitia katika mji wa Samaria. Na sasa Yesu anapita katika mji wa Samaria. Na kwa sababu ilikuwa imetabiriwa pia atakuja kuleta yani hata huyo mwanamke anamwambia tunajua hata Masia akitokea atatuambia kila kitu. Amen. So in this time I expect akuwe ni Messiah. Alikuwa anajua atakuja na atawaambia kila kitu. But the woman doesn't know. Alafu Jesus, because he had an intention, kwa nini apitie katika ule mji? Kwa sababu ilikuwa ni lazima ahubiri to the Gentiles. Amen. Ilikuwa ni lazima Kristo ahubiri kwa watu ambao si wa Jews. Na Samaritans hawakuwa Jews. Maana ilikuwa imetabiriwa. Amen. So lazima angewahubiria, lakini kuwahubiria alihitaji ajitambulishe kwa mtu. So Jesus comes to the well, anaketi na anaanza kuongelesha yule. Anaketi mwanamke anakuja kudraw maji. Alafu Jesus anaanza conversation. Alafu in the conversation wakiendelea kuongea, Yesu anaendelea kujitambulisha kwa yule mwanamke. Anamwambia ukinitisha maji nitakuwa maji ambayo hautahisi kiu tena. Huyu mwanamke akashindwa ni maji gani haya yenye mtu akinywa hawezi akahisi kiu tena. Akaendelea kumwambia nipe hayo maji. Wakaendelea kuconverse na baadaye Yesu akamwambia verse 26, sasa wewe mume wako wako wapi? Nitakupea haya maji kama utamleta mume wako hapa. Akasema sina mume. So Jesus continues to speak. Alafu anamwambia basi umeongea vizuri. So Jesus anajitambulisha polepole kwa huyo mwanamke. Now reason kwa nini Yesu, even Jesus was very intentional. Kwa nini alijidhihirisha kwa huyo mwanamke? Ni kwa sababu alikuwa lazima atimize unabii ambao ni kuwahubiria watu wa Samaria. Amen. And now Jesus talks to this woman. Now I came to tell you one thing you need to understand is that God did not reveal himself to you by mistake. Mungu hakujidhihirisha kwa maisha yako haikuwa makosa. Mungu hakuwa amefanya makosa. It was not a blunder. God had an intention. Wakaongea naye akajireveal kwa yule mwanamke, akamwambia mimi unaongea naye ni Masihi. Mwanamke akakimbia akaenda kuhubiria watu wa town, watu wote wakakuja kumsikiza Kristo.
Amen. Na hapo verse 39 mpaka 42 tumesoma maandiko yanasema akawahubiria na wakamwambia, hakika hatujaamini tu kwa sababu ulituambia, lakini kupitia kwa maneno yake tumesikia na tumeamini, hakika huyu ndiye mkombozi wa ulimwengu. Amen. Na kwa nini Mungu huwa anajidhihirisha kwetu? Kwa sababu ako na kusudi jema juu ya maisha yetu. Unaweza kuwa unauliza kwa nini mambo yanakuwa hivi na mimi niko na Mungu katika maisha yangu peke yangu. Labda kwa familia yenu wewe ndio umeshikilia wokovu peke yako. The reason is been Mungu anataka ajifunue kwako ili wale wengine wamwamini. Mungu ako na sababu ya kubariki wengine kupitia kwako, lakini kwa sababu labda haujaweza kuelewa ni kwa nini Mungu amejifunua kwako, umekuwa too careless. I can tell you careless tena, because God has an intention of blessing people through you. God has an intention of lifting others through you. God has an intention of glorifying himself through you. Amen. Last week I said something. Kwa nini Mungu anaruhusu tupitie mambo mengine? Ni kwa sababu sisi ndio anajua alituumba na uwezo wa kupitia katika hali kama hiyo, sio mtu mwingine. Na leo nataka kukuambia amejifunua kwa sababu ako na mpango mwema ambao wengine wanastahili wapokee kupitia kwako. Na wewe ni kwako binafsi. There is no room of failure. Na imagine if you fail when God has chosen you, itachukua miaka mingi Mungu kuinua mtu mwingine katika hiyo familia. So you can imagine. Kama imemchukua Mungu miaka hiyo yote kukuinua wewe, inamaanisha itachukua miaka mingine mingi ainue mtu mwingine akuje kukomboa ile familia. Amen. So you cannot fail. Believers, we cannot fail. We cannot fail. Because ukianguka inamaanisha kuna kizazi kitaumia. Kuna watu wengi tu wataumia. Amen. I am sharing this because I have realized God afanyangi vitu bila mpango. Mungu afanyangi vitu bila mpango. Na mara nyingi sisi huwa tunaombea vitu mama. Alafu sisi tukishaombea vitu zinatokea, alafu sisi tunadhani Mungu hakujibu. Lakini kwa sababu zilitokea, hatukuwa na discernment ya kujua wakati hizo vitu zilitokea, zikatokea zikatupita. Ni kwa sababu gani? Hatukuwa na discernment ya kujua Mungu alikuwa anataka kufanya nini. Amen. So mara nyingi nimekutana na watu, my destiny helpers. Na mimi I'm very an observant person, kwa sababu mimi kitu kikitokea mara mbili huo sioni haikuangi mistake. Because mara ya kwanza Mungu ataruhusu itokee, labda huko sharp in the spirit kujua kwa nini kilitokea. Lakini mara ya pili kitokea, mimi huwa nakuwa very careful. Najua Mungu amenipea another opportunity, and if I don't know why, I might miss it. Amen. So I'm giving this story to show something. Mungu anafanyanga vitu kwa mpango. Mimi mwenyewe nimejikuta nikihubiri sehemu nyingi ambazo when I was there, ama nimejikuta tu in a place. When I was there, Mungu alinipeleka back, akaniambia, alinileta hapa in a dream. I remembered I was here in a dream. So nikajua, yani the same life Jesus was living ndio maisha tunastahili tuishi. Whereby we will be in the right place at the right time and we will not miss the will of God. Amen. Nimejikuta sehemu, halafu when I was there, zile vitu niliona in the dream zinaanza kukuja na zinaanza kutokea the physical. Kumbuka kumbe Mungu alinileta hapa prior. You see, my spirit will visit the destination, but my body was not yet there. So it is just a matter of time mwili wangu ukuwe in the same place physically, then the things that are happening, that I saw in the dream happening, the spirit reminds me that I was here. Amen. It's very important, by the way, God communicates mostly through dreams, very highly. By the way, God communicates so highly through dreams, very, to many believers. Na hata nikwambie ukweli, maandiko hayata ikuvunjika. Maandiko yanasema Mungu afanyangi jambo lolote kama hajawafunulia watumishi wake. Kwa hivyo let me tell you the truth. Sisi ndio labda discernment yetu ilikuwa chini, lakini Mungu ameshafunulia. Amen. Literally most of the things and many things and anything that happens in our lives, many times either in our spirits tunasikianga
na alafu tunakosa kunotice. Like juzi nilikuwa na travel naenda function, then nikiwa kwa market kwetu nyumbani Kabaa, nilikuwa nimeketi, God opened my spiritual eyes, nikaona damu. Then I was like, what is happening? Why am I seeing blood? Then I knew in the spirit very immediately God wants me to intercede for somebody who wants to kill himself or accident. So I started praying. I prayed. I didn't know I was praying for who. Sikuwa najua naombea nani. I'm trying to show you life, God is very intentional. Afanyangi mambo tu for the sake. So nikaanza kuomba in tongues, nikaomba, nikaingia kwa gari, nikawa tu naomba. Then the following day, a certain madam akanitext, akaniambia, is somebody I'm mentoring. So akaniambia, I wanted to kill myself. Nikajua when the Lord showed me blood, alikuwa ananidhihirishia. Although kunionyesha kila kitu, alikuwa ananionyesha nimuombe, maana she was in a time alikuwa anataka commit suicide. Amen. So anything that happens to believers, haikuangi tu kitu. Don't take it for granted. Life is so spiritual. Amen. So akaniambia yo ajilisha. Nikajua the prayer I was making, interceding, something happened in the spirit. So nothing happened. So I was asking, kwa nini naona damu? Because vision inatokeanga kama kamera. Chop, unaonanga kitu alafu inapotea. That is vision za mchana. God opens immediately your spiritual eyes, unaona the real thing, alafu ni kama inakuanga inafunga, inafunguka inafunga. So unaonanga in the spirit alafu ina shut down. That is a vision of the day. Unakuanga tu umekaa hivi, Mungu anafungua macho, unaona alafu ina shut down. In a dream unaweza ukaona vitu vingi, lakini in a vision of the day inakuanga kama kamera, pap, alafu ina shut down. So I started to pray. So somebody, imagine kama ningekosa kuomba, what would happen? The lady would have died. God does things with an intention. Mungu anafanyanga vitu na makusudi. Amen. Alijidhihirisha kwa huyu mwanamke Samaria kwa sababu alikuwa na sababu ya kuhubiri Samaria. Na alipojidhihirisha kwake, the lady alienda to the town and told the people, there is a man who is the Messiah. You need to come hear him out. And the people came to listen to Jesus. And Jesus got an opportunity to preach to them and they believed the gospel. Na Biblia inasema wakamwambia akae pale siku mbili. Na akakaa pale kuhubiria for 2 days and many believed in Jesus. The same thing has happened to our lives. Mungu amejidhihirisha in our lives in so many different ways. Many times, Mama, we have prayed, we have asked God for certain things, but because we did not have the ability to know when God spoke or answered our prayers, we missed what God wanted. Not because God did not want to give us. Mostly, okay, let me calm down. Tulikuwa kwa wedding jana of my friend who happens to be a lawyer in Nairobi. Now, I was collecting the gifts and money and all that. So, I was seated with another friend of mine who is a lecturer in JKUAT. Then, it was the second time tumekuwa kwa function na yeye na tumekaa pamoja na yeye. Then I discerned something. Why is it that I have gotten an opportunity to sit with this man once again? Yet he's my friend, but we are not very close. So I asked him, what do you teach in JKUAT? I love knowledge, I love God, and I love asking questions. Nikikaa na watu ambao wamenizidi in something, I love asking them questions. I know what to ask. So I love asking questions, I love knowing things. So nikamwambia, what do you teach? Akaniambia anafundisha media, communication, vitu kama hizo. So tulikuwa tunaongea naye pale, ni mwimbaji wa nyimbo za injili tu. So tulikuwa tunaongea naye pale, akaniambia, nikamuuliza swali lingine, anakuanga na passion na niko na gifting ya kuandika scripts za watu wa kuact. So little did I know, God did not just bring this man here. He wanted him to be my helper, but I didn't know until God brought the opportunity the second time. Amen. That is how, after nilimuuliza maswali, he answered all my questions. I even took a notebook. Nikaanza karatasi nikaanza kuandika anything he was telling me. Because what I needed was with the man. But I was so close to him, but I didn't know it. Nilikuwa karibu naye sana. Mara ya kwanza tulikuwa kwa pre-wedding ya my friend.
bado ni sisi tulifanya hesabu ya pesa na kila kitu. Sasa this time nikapewa another opportunity. I didn't know why is God allowing me to be close again to this man. Nikamuuliza maswali. Then whatever I needed, actually everything literally I needed for my writing, script writing, he had the answers. He gave me advice, I made notes. Then I knew God is intentional. God is very intentional. Mara nyingi huwa tunakutana na our destiny helpers, lakini kwa sababu we are so much our minds and our spirits zimelala, we can't even recognize it. Mimi nishe kuambia hapa mara nyingi, when you see certain activities happening, yani be observant in your life. There are activities that don't just happen. Amen. And people are moved by spirit. I've said this again. They are either moved by the Holy Spirit of God to you or the devil to you. Amen. This physical realm is so weak. It is subject to the spiritual realm. Amen. Let me say this. Mara nyingi in the kingdom of God, when something happens through a certain way, kama kitu kinafanyika kupitia kwa njia fulani, inamaanisha kama in the kingdom of God, kama ni mistake imetokea, for example, let me use kama for example in the town of Mwingi, the Lord told me something back some time back. You see, watu ambao huwa wanaroga, huwa wanazunguka mji ama village. Na the Lord, to confirm it, Bishop told me the same thing. The Lord told him the same thing. So, huwa wanazunguka mji. So, in the kingdom of God, kufungua huo mji, itabidi mtu azunguke akiufungua kwa maombi. You reverse it using the same formula in the kingdom of God. Mara nyingi watu wakienda kwa waganga, huwa wanajaribu sana, wanatoa sadaka ya mbuzi, ng'ombe ama vitu kama hizo, ili wasisitize yale maneno watakayoongea, yaweke nguvu katika ulimwengu wa roho. So in the spiritual realm, katika ufalme wa Mungu, we do the same thing. That's why ibada ikamiliki bila sadaka. Na mara nyingi Wakristo wakiambiwa watoe sadaka wanaonanga ni kuonewa. Yet there are things huwezi ukavunja, because formula ile specifically ya kuvunja madhabahu fulani ni hiyo ya kutoa, kwa sababu wenye walifunga kitu fulani walitoa. So to reverse the same equation, we need to offer the same way, but now we break the evil thing. So mara nyingi that's how the kingdom of God works. Mara nyingi kurogi mara nyingi inatumika kwa maneno. That's why when we pray, Biblia inasema tunatamka maneno. In the book of no weapon fashioned against prosper, and every tongue, kila ulimi utakaosimama kinyume nao in judgment, thou shall condemn. Amen. So we use the same thing, only that now we use it in prayer. Amen. Life is spiritual. May repeat that. But now, let's continue. I was trying to say this because I have seen it happen in my life. Mungu anajidhihirisha. Kuna kitu labda umekuwa ukiombea, lakini Mungu alileta so close, but mara nyingi tumeipita tu kwa sababu hatukujua. There are people and there are places God puts you kwa sababu ya utukufu wake. Kuna sehemu Mungu anatuwekanga, na kuna watu Mungu anatuleteanga katika maisha yetu, sio tu kwa sababu to have fun, to love and be happy for the sake of that. No. There are people and there are places Mungu anatuwekanga ama watu anatuleteaga kwa ajili ya kujifunua kwa maisha yetu. Mara nyingi Mungu inaweza kuwa anajibu maombi yetu tuliomba, lakini hatuwezi tukanotice. Amen. You see, okay, there is the wisdom, there is you need to understand these two things. There is the wisdom of life. Now ukishaelewa the wisdom of life, and you understand the wisdom of the spirit, utakuwa safe in life. Kwa sababu mara nyingi you only need to notice the patterns of the Holy Spirit. Amen. Kwa sababu Mungu anaweza kuwa akifanya kitu aone uja notice, atairudia tena. Amen. God is a God of opportunities. If he wants to bless you, ataleta that opportunity so many times, so that hata kama uta notice, you will sense something is happening. Amen. That's why even Jesus, when he was talking to this woman, it was something strange, because aliuliza kitu watu hawaulizangi. Wa Samaria na Wajiu wako wana interact that time. Aliitisha maji. Then the woman was surprised. You are a Jew, why are you asking water? God can go an extra mile to do something unordinary
so that he can reveal his glory to you. But you have to be discerning. Amen. This lady, I thank God for this lady. This lady was discerning. Alisense something is wrong. Why are you asking water first? You need to be very observant with your life. Amen. You don't just to live in ignorance. You need to be very observant with your life. Amen. Kuna vitu vingi, kuna watu, I think many of my destiny helpers and connectors came in a strange way. Amen. Ndio tujuane na that those brothers I was in their function. Nilikuwa in 2018. Nilikuwa nimeenda kutoa picha tu. Nilikuwa nyumbani napiga picha, naenda natoa napata pesa Christmas. So nimeenda tu kwa nearest market town, alafu nimeanza kutoa picha. Then nikapata the brothers were sharing the word of God. Na nikaingililia the conversation, nikanyamaza nikasikiza, alafu nikasikia ku support the word of God they were sharing. Then after nimeingilia the conversation in the word they were sharing, all of a sudden wakanipenda, wakataka kunijua. Tulipojuana wakaniambia ningependa kukuinvite kwa ajili ya mission fulani. Then akaninvite kwa mission fulani ilikuwa Tala. Tukaenda tukahubiri, ndio tukajuana nao. You see, it's funny to meet people, alafu you share even not less than 10 minutes and they just like you and they invite you in their meeting. Amen. It is, you have to be very, yani that's why Paul anatuambia tutembee kwa tumeongozwa na Roho Mtakatifu. Let us live in the Spirit. Let us walk in the Spirit, because everything that happens, it is in the Spirit. Amen. Everything that happens, it is in the Spirit. Lakini mara nyingi sisi tunakuanga so dumb. Tunasemanga maisha sio rohoni kila wakati. That is a lie from a pit of hell. It's not true. There are so many things, there are so many mistakes I would have made if I didn't listen to the Holy Ghost. And there are so many mistakes I made when I did not listen to him. So God is always leading. Biblia inasema utatembea alafu utasikia sauti ikikwambia hii ndio njia na sio hii. So God is always in the desire to lead us. He's always in the desire to guide us. But are we even ready to hear him? Tuko tayari kumsikia? You must have the culture of prayer. You must have the culture of prayer always, because God atakuja kujifunua, lakini it depends na sensitivity yako ya vitu za rohoni. How sensitive are you? Amen. Are you sensitive enough to know when God is communicating to you? Mimi nakwambia ukweli, umepitana na watu ambao wangekusaidia, lakini kwa sababu you are not sensitive enough, mpaka Mungu aliwaleta wakusalimie. Even Mungu alikupeleka sehemu ujuane na watu fulani, lakini kwa sababu haukujua uko pale kwa sababu gani, you just missed the opportunity. But it's my prayer today, the God who brings opportunities the second time, he will never miss it when he brings it again. Wakati Mungu ataleta nafasi tena ya kukubariki, kukusaidia, kukuinua, na muomba Mungu afungue macho yako ya rohoni, na Roho Mtakatifu akufunua aweze kukusaidia, ili ukajue sababu gani uko mahali fulani, ili ukajue sababu gani uko na watu fulani, ili Mungu aweze kukusaidia. Amen. May God open our spiritual understanding. Maana kila mahali Mungu anatuwekanga, nakwambia wazi kabisa, God mahali popote anatuwekanga ama watu wote analetanga kuwa karibu na sisi, haikuangi tu for the sake of, not for the sake of. Akona sababu, akona kusudi fulani. Amen. You must understand that where you are working, what you are doing, whether you are in school, whether you are in job, whether you are in ministry, anything you are doing, I want to come to tell you the truth. Nothing just happens. Amen. God is in control. Amen. God is in control. He does not seek to be in charge. He is already in charge. Amen. I want you to remember this. God is so intentional. Na kila kitu chochote anafanyanga kwa maisha yako ako na intention. Lakini ni maombi yangu, mimi nasikia kulia kwa sababu kuna tumemiss, so many of us, we have missed opportunities that we would have used for our glory.
I'm telling you from the Spirit, because the Lord told me this morning. We have missed so many opportunities. We have been close to our destinies than ever before. But God had to delay it because we were not ready. Amen. Mimi niko sure kuna kitu umekuwa ukiombea na niko uhakika zingine Mungu alijibu, but you did not have the fortitude, the capacity to handle it. Amen. Mungu alishakujibu maombi yako kitambo, lakini kwa sababu haukuwa na discernment of spirit, haukujua wakati Mungu alikuja. Lazima tufikie mahali tuelewe wakati, seasons, nyakati, kama wana wa Isaka. And the Bible says the sons of Isaka knew the times and seasons, and they knew what they were supposed to do. When you know the time and the season, when you know what you are supposed to do, you can never miss the opportunity God has set before you. You can't. May the Lord help us that we'll never miss an opportunity. May God open our spiritual understanding, our spiritual sensitivity senses, that we will not miss what God has placed ahead of us. Hatuta miss, iwe ni katika business. Mungu labda alikuletea some good business partners, lakini ukasema vile siwajui, I don't need even to work with them. You see, you have to learn to be patient. Amen. Lazima ukuwe na moyo wa kuwa mvumilivu. Kwa sababu hao watu inaweza kuwa wajui sana, lakini uombe Mungu akupee kibali na wale watu ambao anahitaji ukuwe nao katika maisha yako. Amen. Kwa sababu gani nakwambia uombe maombi haya? Kwa sababu God has already been in your future. Mungu tayari ameshakuwa mahali unataka kwenda. Amesha visit where you are going, and he knows the people you need. He knows the destiny connectors and helpers you need. So you pray the prayer, God help them that they will not see me and miss it. Help them that they will not miss my door. Help them that I will not miss what you have purposed them to do in my life. Mungu wasaidie wakiniona nipate kibali nao. Amen. Mungu wasaidie wakiniona nipate favor nao. Mungu wasaidie wakiniona wasipotoke, yani wasimiss it. Kwa sababu mara nyingi Mungu anakutanishanga nao, lakini wanakosa kibali. Kwa sababu gani? Labda wewe mwenyewe ulikuwa na bad attitude. Unajua kuna milango mingine Mungu anafungua, lakini kwa sababu ya bad attitude tunafunga. Mungu ameshafungua, lakini kwa sababu ya bad attitude tunaifunga. Mungu anafungua milango kuwa na relationship na watu wakubwa tu, noble people, lakini kwa sababu ya lack of wisdom of life tunafunga ile milango, tunaharibu zile relationship. Ingawaje wangetusaidia. May God help the church. Na you know the surprising thing is that what I'm teaching, watu wa dunia wanajuanga sana. They know how to utilize opportunities. That's why we believers, we don't interact with unborn again people. Okay. Amen. Biblia inasema katika kitabu cha Luke chapter 16 that God do business with the people of the world, not the people in the church. Niliona hiyo scripture nikakuwa wise. You see, when you interact with them, you get an opportunity to testify to them. Ukishakuwa pamoja nao utapata nafasi ya kuambia kuhusu Kristo. Lakini sasa ukisema mimi nafanyanga tu biashara kwa watu ambao wameokoka peke yake, umeshasikia watu tu wanasema niliacha kazi kwa sababu pale hawajaokoka. It's because sometimes it is lack of wisdom and lack of understanding the scriptures. Have knowledge is dangerous. Kutokuwa na the full information is also dangerous. Amen. So that's why you need to understand the full knowledge of anything that you are doing. Anywhere that you are, life, you need to get the full information. And it is there. Amen. May God help the church. I came to urge us today, and it's my prayer, Mungu aweke the prophetic senses, the spiritual sensitivities in our lives that to notice when we meet the people God has destined for them to be close to us. When I noticed this, I don't stray. Last Friday tulikuwa Embu. Then I was preaching that Friday evening. You see, the missions might have wanted to give me the first session, but nikamwambia no, give me 3 days, then I'll preach on Friday. Then
I didn't know why the Lord told me to do it, but I knew later after nimemaliza kuhubiri. I have been praying for God to open doors for high school ministry, colleges and universities. And so, God has a way of answering our prayers. Mungu akona njia fulani ya kujibu maombi yetu. So nimehubiri, watu wamebarikiwa, tumemaliza kuomba. Mimi nimeenda kupumzika, nimeketi tu. Then a certain lady came to me. Akanisalimia. Akaketi, akasema acha nisalimie mtumishi, akaketi karibu. Ni mahali tu interior, sio mahali karibu na town, ni mahali tu ndani tu huko kwa villages. Na kwa vile serikali ilikataa tufunge mkutano kwenye market, tulifunga kwa nyumba iko karibu na market, so people came. So mimi nimeketi na nimerelax tu, anakuja anasalimia, tukaanza kuongea, tukajuana. Akaniambia ni mwalimu wa Nyangwa Boys. Nyangwa is a school in Embu. So tukaongea, literally did I know if akaniambia ujumbe umembariki, umekuwa mzuri. So me I didn't know I was preaching to bless people and transform people's lives, but sikujua there is a destiny helper in the meeting. So tukaongea, akaniambia ataongea na mwalimu wake wa CU patron, ni assistant CU patron, niende nikahubiri huko. So I'm trying to show you that everywhere you go, Mungu akona kusudi. God does not just do things to pass time. Unaweza kuwa tu uliketi tu mahali hivi, ukaona mtu amekusalimia ama ameketi karibu nawe, lakini haukujua ule ni Mungu amemleta tu. Nimekuambia people are moved by spirits. Notice this, and I want you to be very careful with this thing. People are moved by spirits, either demonic spirits or good spirit. That is the Spirit of God. You have to be very careful. Not everybody who comes is moved by the Holy Spirit. Others are moved by the evil spirit. And that's why I want you to notice, you need to make prayers. That's why I preached a message and said we need to pray always, because you don't know some who come to destroy your life. There are people you have in your life that their time to be with you, close to you, is expired. Amen. There are people whose relationships with you have already expired, but you are still with them. Why? Because you did not understand the stamina of hearing God. It's my prayer Mungu akatufungua masikio, macho na sensitivity zetu za rohoni, that we will sense what to do. Amen. It's my prayer today. Kama jinsi huyu mwanamke Msamaria aliongea na Yesu for a very few minutes. Then akaperceive. The Bible says, and she said, I perceive you are a prophet. Nafikiri wewe ni nabii. Akamwambia kabisa yeye ni nabii. Na akatumana watu wakakuja. Ndio hivyo nataka Mungu akusaidie. Ukiongea na watu unajua kwa nini Mungu aliwaleta kuwa karibu nawe. Amen. Labda tu watu wenye wanastahili kukusaidia wamekuzunguka tu. Hata Mungu ameshafanya wakati karibu na wewe. Lakini kwa sababu you don't see that, may God open our spiritual eyes. Kuna watu utakuja kujua ulikuwa unawahitaji wakishaenda. May that thing never happen to you in Jesus name. May God help you and keep them long enough until your eyes open. Mungu hawaweke tu mpaka macho yako yafunguke. Kuna sehemu Mungu lazima akuweke mpaka macho yako yafunguke, kwa sababu anataka usaidike. Amen. May God help the church. May God help us. This woman came across and came to Jesus, na maisha yake yalibadilika. May God, when God reveals himself to you and his reasons and purposes, your life can never be the same again. Amen. God is very intentional. Aliambia mitume mkae Jerusalem mpaka pale mtakapopokea Roho Mtakatifu. Alafu mkipokea Roho Mtakatifu mkakuwe mashuhuda wangu. Because God does not just pour the Spirit for nothing. Many of us desire the Holy Ghost. Are you ready to testify? To become a witness. Amen. Mungu ana shida, but it's my prayer ukijazwa na Roho Mungu akusaidie ukashuhudie wengine wakuje katika ufalme. Amen. Let us rise on our feet.
today I didn't come to preach so much. I came to just share some bits of God's wisdom with us. May God help us not to miss it. Na pale Mungu ambapo tulipita na hatukuweza kufunguka macho na masikio, wala the prophetic senses in our lives, to notice when God wanted to be of a blessing to us. May God help us get that opportunity again and give us the grace that our prophetic senses will be activated. Praise and worship. I want you to go before the Lord. Mwambie Bwana, ninaomba mahali ambapo uliniweka na nikakosa ufahamu, wacha ukanifungue macho ya roho na prophetic senses, the discernment of spirit, kujua anywhere I am, what I am supposed to do, and what is the reason why you have placed me there. Lord, help me to discern the people that come close to my life, that I may know their purpose and intention, so that I may not miss your will, I may not miss your purpose, I may not miss your glory. God help us, that when we come across our destiny, help us. When we come close our destiny, connect us. That God, we will know by the knowing of the Holy Ghost. Garibu sikatalebo shantika, yaraba sikatalebo shantika. Reko siakatalebo shantika. Lord, give us favor. Tukikutana na wale ambao wana umekusudia wakuwe wa baraka katika maisha yetu, wakuwe destiny helpers katika sehemu tofauti katika maisha yetu. Bwana, ninakuomba tupate kibali nao. Hatutaweza kupoteza tena kile ulikusudia. Hatutaweza kupoteza tena kile ulifunua. Hatutaweza kupoteza tena kile umepanga kwa ajili ya maisha yetu kama kanisa na kama individuals. My prayer today, anybody who has missed it, Lord, you shall give him another opportunity. Lord, you shall grant him favor and grace. Lord, you shall glorify him in a big way. Somebody pray. Lord, open my prophetic senses. Activate anything, Lord, that needs to be